Wakati Tanzania, Kenya na Uganda zikijiandaa kuwa wenyeji wa pamoja wa Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027, shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA linaona mashindano hayo kama fursa adhimu ya kuwavutia mashabiki wa soka kutembelea vivutio vya utalii na hifadhi za wanyamapori nchini. Katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara, maafisa wa hifadhi tayari wameanza maandalizi maalum ya kupokea maelfu ya wageni wanaotarajiwa kuwasili Afrika Mashariki kwa ajili ya mashindano hayo yatakayofanyika kuanzia Juni 19 hadi Julai 17, 2027. Tofauti na utalii wa kawaida wa safari za wanyamapori, wageni hao wanatarajiwa kuwasili wakiwa na jezi za timu zao, tiketi za mechi na ratiba za mashindano. Hata hivyo, Tanzania inatarajia wengi wao wataondoka wakiwa na kumbukumbu za kipekee za tembo, flamingo na simba wanaopanda miti katika hifadhi ya Ziwa Manyara. Kamishna wa uhifadhi wa TANAPA CPA Musa Nasoro Kuji amesema shirika hilo linaendelea kuboresha huduma mbalimbali ili kukidhi ongezeko la watalii linalotarajiwa kutokana na AFCON 2027. Hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara iliyopo kilomita 126 kusini magharibi mwa Arusha inatarajiwa kuwa miongoni mwa hifadhi zitakazonufaika zaidi kutokana na mashindano hayo. Hifadhi hiyo inaweza kufikika kwa saa 2 kwa gari kutoka Arusha au dakika 20 kwa ndege. Kwa mujibu wa TANAPA, vivutio vipya vinavyoandaliwa ni pamoja na zip line, giant swing, safari za mtumbwi, canopy walk na njia za matembezi katika miinuko ya bonde la Ufa. Kamanda wa hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara Dr. Justina Kiwango amesema vivutio hivyo vinalenga kuwavutia wageni wanaopenda michezo na shughuli za kusisimua. Anasema wamebuni shughuli maalum kwa watalii wenye mtazamo wa kimichezo watakaokuja kuhudhuria AFCON. Hifadhi hii inatoa karibu kila aina ya uzoefu unaopatikana katika maeneo mengine ya utalii nchini. Mbali na vivutio hivyo, Ziwa Manyara linafahamika kwa makundi makubwa ya tembo, nyani aina ya baboon, zaidi ya aina 400 za ndege na simba wanaopanda miti, jambo ambalo ni nadra kupatikana sehemu nyingi duniani. Hifadhi hiyo pia ina mazingira ya kipekee yanayojumuisha misitu ya maji ya chini ya ardhi, nyanda za mafuriko, chemichemi za kudumu, misitu ya miombo na ziwa lenye maji ya chumvi linalovutia maelfu ya flamingo kila mwaka. Maafisa wa TANAPA wanaamini kuwa AFCON 2027 haitakuwa tu mashindano ya soka bali pia chachu ya kukuza utalii wa muda mrefu nchini. Lengo ni kuhakikisha wageni watakaokuja kushuhudia mechi wanapata nafasi ya kutembelea vivutio vya asili na hatimaye kuifanya Tanzania kuwa moja ya maeneo yao ya utalii wanayopendelea siku zijazo. Iwapo mkakati huo utafanikiwa, baadhi ya kumbukumbu bora zaidi za AFCON 2027 zinaweza zisitokane na mechi pekee bali pia na uzoefu wa kipekee wa kukutana na wanyamapori na mandhari ya kuvutia ya Tanzania. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.